Bwana, ni usiku wa kumbukizi kwa siku ya kuzaliwa kwa dada yetu anaitwa Winter. Kwa wale ambao wametazama jumba la dhahabu sawa, kwa wale ambao wametazama jumba la dhahabu kitambo hiko, lakini kwa sisi ambao tunafuatilia tamthilia ya Kombolela tunafahamu kama Tukae Kikala, moja kati ya watoto pendwa kabisa wa mzee Kikala, moja kati ya watu ambao wamesema hatulali, wacha tufiki kwenye kusherehekea siku hiyo. Ni pamoja hapa na Mrs. Awadhi kama vile ambavyo anafahamika kwa sasa hivi, ama Mashavu, mke wa Mwarabu. Mke wa Mwarabu. Kuna Mwarabu afu kuna Mwarabu wangu mimi. Uko poa? Lakini niko poa kama unavyoniona. Ndoa inasemaje? Ndoa nzuri mashallah, si unaona? Hivi yale ambayo unayapitia maisha yako yeshe kuyagusa, kwa maana kwamba yote unayoyaigiza ni kweli Mashavu kisha kuwa hivi ama ni sanaa tu ambayo tumepewa? Ni sanaa tu, hajawahi kunikuta kusema kweli kwamba babu harusi achelewe siku ya kuoa, alafu akioa bado mazengwe maswali mengi, bado hajawahi kunikuta hiyo. Kwenye maisha ya kawaida unaweza ukadate na mtengeneza simu labda? Naweza. Yaani katika machizi mapenzi mimi wa kwanza. Mimi hata usipokuwa na kazi ukinipenda tu yani. Sasa unakuwa unakuba nini? Mapenzi. Sasa mapenzi bila pesa kuna mapenzi? Wallahi mimi naweza kuvumilia. Na ulishawahi kuvumilia? Nishavumilia sana. Nilipostiki siku moja picha yenu wewe na Awadhi mpo ofisini pale. Nikaandika kwamba je, unaweza ukadate na mtengeneza simu? Baadhi ya comment wanasema hao malaya hao. Hiyo watengeneza simu wale wakaliako wale wengi unawafahamu? Wakaliako sijui, ila mimi nilishawahi kudate na mtengeneza simu kwenye maisha yangu halisia. Lakini alikopa na mudu mahitaji yangu kusema ukweli. Gani kibaya alikuwa nacho huko ukipendi kuhusiana na kazi yake na mapenzi yenu? Hakuna. Sio mtu wa mambo mengi? Hapana. Namba nyingi? Sikuwahi kuona. Sasa hawa ambao wanasema kwamba hatuwezi kudate na watengeneza simu, huo tunachukuliaje hasa? Hasa kama hao hawezi kudate na mtengeneza simu, wanataka wadate na nani? Watengeneza simu nao ni binadamu. Akishakuwa mwanaume kamili, basi kwangu mimi it's okay. Mwanaume gani ambaye huwezi kudate naye? Mwanaume ambaye hajui nafasi yake. Kama? Yaani mwanaume akishakuwa hajui nafasi yake kwa namna moja au nyingine, viko sababu nyingi, maana nikianza kuzielezea hapa hatutomaliza. Lakini mwanaume ambaye hajui nafasi yake siwezi kudate naye. Vile ambavyo mwandishi wa tamthilia Kombolela amemchora Mashavu, unahisi amempatia ama kuna namna fulani hivi kama anakukosea? Amempatia haswa. Kutoka kwenye ndoa? Ni mambo ya ovyo yale? Hamna ovyo yoyote, yani amempatia vizuri mpaka vizuri tena. Maana kuna Mashavu kibao huko nje. Wako kama Mashavu. Unaolewa maana hata saba haijaisha, mwisho siku unarudi nyumbani kwenu. Wapo wengi sana. Sababu sio lazima iwe kigodoro, lakini kuna sababu nyingi maybe za kiafya, kifamilia, tofauti na Mashavu. Wapo wengi. Kwenye ile scene kuna comment nyingi ambazo umezipata zilikuwa zinasemaje? Wale ndugu zako labda marafiki, watu ambao wanakuja DM, wengi wanakupongeza ama wanakutukana? Wewe una akili? Wengi walikuwa tukio lile la mimi kutoroka usiku kwenda kwenye kigodoro. Ile wengi wamenilaumu. Yaani si tumekutetea, yani kama wamenitetea mimi niolewe. Yaani kwamba tumekutetea, tumekuombea uolewe, leo unaolewa afu ndo unaichezea. Wengi wamenilaumu. Lakini unaona wapo sahihi kukulaumu? Wako sahihi kwa sababu yani hata achana na 7, mimi hata 2 sijakaa ndani. Yaani naolewa usiku, asubuhi natoroka. Kwa hata 2 sijafika. Hebu tutete ama tuzungumze kama shabiki sasa. Wewe sasa sio Mashavu mwigizaji, shabiki. Wewe unaona hii ndoa ipo kweli ama ndoa ni ndoano? Kama shabiki sasa. Kama shabiki, sio kama shabiki. Mimi mwenyewe ni shabiki, nishakwambiaga. Kama shabiki, mimi naona kama pale ndoana. Ninaanza umeolewa mke wa pili. Alafu sijui, alafu bado mimi mwenyewe ukiacha mke wa pili, bado Mashavu ana mambo yake. Mimi mwenyewe vitu vingi kwa kuficha. Vingi sana, ndugu siwaoni, mambo yanakuwa mengi sana, yani hivyo. Yani ndoa ya viulizo. Watu walitarajia bwana jina la Mashavu lingekuwa ni miongoni mwa waliopata tuzo za Zikomo.
Hatujaona. Nikihitajika nitaitwa. Maana yake nini? Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Walioitwa ndio ilikuwa wakati wao. Kwa hiyo ikifika wakati wangu mtaona. Ili kuwa nominees unafanyaje? Unajipendekeza ama mtu anakupendekeza? Mimi kwa kweli sijui chochote. Mimi nipo kama shabiki, nimeangalia na nimepiga kula kwa wenzangu walioenda hivyo. Ukizungumza nikihitajika nitaitwa, unazungumza kuna kauli fulani hivi ndani yake, kama kuna mtu anasema kwamba kama wamepewa fulani hivi, yani kwa maana kama waliteuliwa ili waliingizwa ili wapewe? Hapana, kwa upande huo, kwa sababu wengi walioshinda wanastahili. Kwa upande wangu nimeona na mimi nimepiga kula, ni wanastahili wapewe pongezi zao. Unakubali uwezo wa Chioma kutoka kwenye tamthilia ya Noma? Sana, yuko vizuri. Yuko vizuri. Anamzidi mashavu? Kwa namna, yani kila mtu ana namna yake ya kuigiza. Siwezi kusema amemzidi, siwezi kusema yuko chini, lakini ni msanii mzuri sana na nampenda. Nilimuulizaga kwamba kwa kizazi chako kuna mtu ambaye anakuzidi, amesema hakuna kama Chioma. Wewe unasemaje? Kwa upande wangu mimi sijui, sitaki kuongea sana, zaidi ya mashabiki ndo wanaona kazi. Sifa zikizidi sana unaweza ukaharibu alafu ukamaliza maneno nini. Kwa upande wangu mimi sijui chochote. Kama mashabiki wataona mimi ni bora, basi nitaipokea hilo joo. Kama wataniona si bora, nitalipokea alafu nitajifunza zaidi. Kosa tuzo tamthilia ya Kombolela inawashusha fulani hivi kama speed ya kupambana? Hapana, haijatushusha kwa lolote, kwa vyovyote. Kila kitu naona kiko kwenye mstari wake. Kazi zinaenda na nyie mnaona bado tuko namba 1. Mashabiki wengine wanasema kwamba hii Noma hii ni balaa, Kombolela tupa kule. Sidhani. Sidhani, kila mmoja ana namna yake ya kuona. Kuna mmoja atasema Kombolela, kuna mmoja atasema Noma. Ila ukiniuliza kuhusu mimi, nitasema Kombolela ni Noma. Yaani ni nzuri kushinda. Ni nzuri kupitiliza kwa sababu kuna mambo mengi sana. Kuna familia, kuna wakina Kobisi, kuna kina Mashavu mule mtaani. Kuna watu wengi sana wa kujifunza mtaani. Kwa Kombolela kwangu ni namba 1. Kuna namna yote ambayo unaona kwamba kama Noma imekuja kukopi kutoka Kombolela? Sijui, kama amekopi ajitahidi basi. Kama amekopi ajitahidi afanye kitu chake, ila kama hajakopi sawa, lakini mimi sioni kama amekopi. Kuna pete hapo, mtu anaweza kastuka, Mashavu ni mke wa mtu, umekwaje? Mke wa wazi. Wazi na pete juu. Ndio. Mbona hujaona hiyo pete kikubesha? Wewe. Sini nilikuwa pale nini? Tumeshamaliza kufunga ndoa. Hamjaonyeshwa tu msikitini ilikuwaje, lakini waonyeshe basi kwa kidole tuone. Message ya wazi.